Usijaribu kupeleka kiguu chako mbele, utakatisha maisha yako. Kwa nini? Hapo pamemwagwa unga wa finika maiti. Unamaanisha nini kusema hivi? Hapo kuna mtu hivi karibuni ametoka kuanguka, na napaswa niharakishe kumtibia, la sivyo lazima tumzike. Tumzike? Ndiyo, maana unga wao uliomwayo hapo una nguvu sana, na washirikina huwa wanaotumia katika kufanikisha mambo yao. Wanaotumia huo unga na wananuia kitu gani wanachokitaka hao kifanyike, na huwa kinafanyika kama mapenzi yao yanavyotaka. Na huo unga, hata wewe ungejaribu kukanyaga hapo, ni bahati ya Mungu ungepona. Maana mimi nilikuwa niko katika njia zangu napita hapa, ningejaribu nikakuokoa. Lakini ukichelewa ukakosa matibabu, ndani ya dakika 5 wewe unapotea katika uso wa dunia, na historia yako inasaulika kama ulishawahi kuwa katika uso wa dunia. Utabidi utoe hapa. Mimi hili fumbo nalijua na nitalifumbua, maana ni mchezo tu ambao tumechezewa, na hii ni kama changamoto za maisha ambazo mwanadamu anapatiwa na Mungu, anapitishwa. Kwa hivyo mimi nitategua, ila kuwa mwangalifu. Kumbuka, wakati unatembea mahali popote, unaenda safari zako, tanguliza Mungu mbele, maana kupitia Mungu kila kitu huwa chatokea. Na wewe kuondoka kwako nyumbani bila hata kuaga, kupia taarifa kwa unaenda wapi, hilo si jambo zuri, na alipaswi kujiregelea. Maana kama hapa wewe ungedondoka, tungeanza kutafutia wapi sisi? Na dakika tano tu zikikatika ukiwa uko hapa, hata wewe kiwiliwili chako pia chapotea. Kumaanisha mwili wako utakuwa ule, roho yako itakuwa hapa, lakini mwili unaenda unatumiwa na mashetani, washirikina. Huu ni mchezo ambao wanautumia wao, wanajiongezea nguvu. Ni kama vile yani wao wameishiwa nguvu, wao wanautumia mchezo ili kujiongezea nguvu. Na yule ametumia hapa anataka ajiongezee nguvu, maana jina lake limeharibika, nje limezagaa vibaya. Anataka alitengeneze jina lake lirudi sawa kama awali, aonekane kwa yeye ni mtu mzuri, mtu mwema. Ile hali atakuwa anajivaisha ngozi ya kondoo, wakati yeye mwenyewe ni mbwa mwitu, simba. Anataka apate cheo, mamlaka ya juu ambayo si yake, awe na sauti kama ya simba, radi, ambayo akiwa anaongea watu nyote mwamsikilize na kumheshimu. Ile kwa sababu si tumelifumbua, tabidi hili fumbo mimi nilifumbue, na nitamaliza hapa hapa. Namshukuru Maulana, maana amenisaidia, nimetokea hapa mapema, na mchezo mimi nitamaliza hapa hapa. Sawa kaka, fanya haraka ulimalize hili fumbo.
ili tuharakishe nyumbani. Kwa Mungu kila kitu chawezekana, na mapepo yote yanaogopa Mungu na yanatii sheria ya Mungu. Na ndio maana mimi nitachora mahali hiyo dawa imemwaliwa. Eneo hili ndio limemwaliwa ile dawa. Sasa unaweza kukanyaga hapo, hapana shida yoyote, pameisha kabisa, pamekuwa kama kawaida. Kwa sasa pako salama kabisa, mtu yote akipita pako sawa. Tuendelee tu nyumbani. Tunaumia mateso mengine kisa beti. Haya mengine chuki, information twachukiana. Yaani naona nimetapeliwa kabisa. Hivi yule mganga ni tapeli au ni mwiteji? Maana aliniambia nikienda mwagia ile dawa njia panda, ndani ya sekunde 2 tu watu wakipita pale itakuwa mazee, kazi yote imeisha. Yaani watu watapoteza kumbukumbu, lakini nashangaa mbona watu bado nakumbuka kwamba Dickshit alifariki. Huyo mganga naona alitapeli. Maana naona tu watu wakipitapita pale sehemu ilipomwaga ile dawa, lakini wapi, sioni hata mtu mmoja ambaye anapoteza kumbukumbu. Au nimpa mchanga tu. Mwanzo dawa gani eti unapewa dawa eti na mganga unaambiwa nenda kamwagia njia panda? Hapana. Huyo mganga atakuwa ni tapeli. Ndio naambiwa mganga siku hizi usiamini sana. Hasa hapa nikimbilie wapi hapa? Hapa niende kwa mganga au vipi? Na mimi hata sijui nilikuwa nafikiria nini ile. Yaani dadangu alinikuta mazali maneno na mwagele dawa. Na karibu kabisa kila kitu. Yaani jumba letu basi niachwa peke yangu. Kweli Mungu mkubwa. Na ambao ukistajabia Musa utaona Firaoni. Sasa ndo haya Firaoni yenyewe. Sasa hapa nirudi kwa yule mganga nikamwambia kwamba ile dawa haijafanya kazi, au niende wapi? Kienda kwa yule mganga anaweza kunitapeli tena. Sasa hapa nikimbilie wapi? Na dadangu upande huu mwingine nao wameamua kuondoka. Kweli majuto mjukuu na hoja baadaye. Na yule Mauri aliwezaje kuniona pale pahali? Na mimi naamini nilikuwa peke yangu kabisa. Sasa hapa ndo njia panda. Kama mganga alivyosema, katikati ya njia 3. Moja, ya pili na ya 3. Hasa katikati ndio ni dawa. Sasa kabla sijachelewa, acha niharakishe ili mambo nisicheleweshe.
nichukue dawa kutoka misima kitambani, na nia kwamba nikitakapo kumwaga hapa chini, kila mtu atakayepita hapa na ambaye ananishuku kwamba mimi ndiye nilihusika na kifo cha Dickson, naomba dawa wewe ukamsahulishe, na huyo mtu aweze kusahau kabisa kila kitu. Dawa kutoka misima kitambani na mwaga, naomba kafanye kazi yako, watu wote wasahau kila kitu, kwamba mimi ndiye nilihusika na kifo cha mtu fulani aliyeitwa Dickson mwezi fulani tarehe fulani, na nuia kila mmoja akasahau kila kitu, na mimi nikaweza kuwa huru kutokana na kifungo cha kwamba mimi ndiye nilihusika na kifo cha Dickson. Wakaweze kusahau kila kitu kwamba mimi ndiye nilihusika na kifo cha Dickson. Sasa hapa niondoke au vipi? Nimekumbuka sasa. Mimi niliangalia pande zote, lakini ile pande yangu ya nyuma sikuangalia. Sasa amejua, anaweza kuwa pale nyuma ndo palikuwepo na alinitazama mwanzo wa tukio hadi mwisho. Nimekumbuka sasa. Sasa hapa afanye nini? Nirudi kwa mganga au? Lakini nikienda kwa mganga linatapeli tu, hata nitapeli tena pesa zangu. Au nirudi kwa dadangu nikaombe msamaha, niwaambie sitarudia tena. Sasa sijui niende wapi, lakini haizuru. Ipo siku dada zangu watarudi tu wenyewe, na imani ipo siku. Ila alipoondoka waliniambia kwamba hawatarudi tena. Sasa hapa mfanye nini? Inanibidi sasa nianze kubadilika, nibadilishe menendo yangu. Na siku hizi basi njaa kweli nipiga yani kumwamini sana mwanamke utakufa na njaa. Sasa ndio hivi. Nilikuwa nafanya kila kitu na dada zangu. Leo hii nimeachwa peke yangu, yani tumbo la chokorota kinoma. Hasa hapa niende wapi? Niende kutafuta chakula wapi? Na kwenye kazi ndo zimenigomea kabisa, kila kitu kienda kombo. Hata sijui au merogwa. Ila hapana, tukisema kwa kurogwa, mimi tayari mimi mwenyewe kama mshirikina tu. Hapa itanibidi watafute dada zangu, nijaribu kuomba msamaha, maana nimekosea sana. Kiukweli nimekosea. Na nikiomba msamaha nadhani watanisamehe na watarudi nyumbani, ili niepukane na njaa. Maana njaa imenipiga ile mbaya. Sasa hapa la kufanya, inabidi niwafuate dada zangu walikoelekea. Nitawatafuta popote pale ili tu niwaombe msamaha. Maana nisipoenda kuomba msamaha hawa, nadhani nitakufa na njaa hapa nyumbani. Na siwezi survive bila wao. Yaani mtoto wa kiume mzima mimi anategemea mwanamke. Ile itanibidi tu nifanye. Maana ndio itakuwa njia nzuri ya kusuluhisha ugomvi wetu baina yangu na dadangu. Itanibidi nifanye. Kuja kuokota mimi
Tunaumia, mateso mengine kisa Betika. Haya tanaumiza, si kwamba Betika tumeisahau, ila tunaumia, hatutaki kusema. Tunaumia, hatutaki kusema. Tunaumia. Haya mengine chuki, tunalaumiana sana. Haya mengine tunalaumiana sana. Haya mengine tunalaumiana sana. Sana. Haya mengine tunachekwa, eti kisa mali tumezipoteza. Mama baba ametukimbia, amefariki, ametuacha. Mimi na kaka twapambaniwa sana. Tunajipambania sana. Kakangu ni shujaa, atatuokoa kwenye nchi, atatulinda na kutokoa na mabaya yote. Kaka atatulinda sisi, huyu kaka mkakamavu atatulinda sisi, huyu kaka mkakamavu atatulinda sisi. Kakaangu, tulinde information siku zote. Yani namaanisha umbea umezidi mtaani na chuki zote. Haya makosa ninayopitia, thamani kubwa nimezikimbia. Haya yote ninaumia. Haya mengine chuki, tunalaumiana sana. Haya mateso balaa tunayopitia, magaidi wametuharibia. Siku za shujaa zinakimbiwa. Haya yote tunaachiwa sisi, twapambanie binadamu sio watu. Siku zote atakumaliza. Binadamu wengine ni wabaya, wana chuki na watatumaliza.